Kutokana na hali hiyo, kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Songwe imelazimika kufika hapa katika mji wa Tunduma ikiongozwa na mkuu wa mkoa Bwana Jabiri Makame, ambapo akiwa katika maeneo mbalimbali amezungumza na wananchi katika mji huu wa Tunduma na kuwatoa hofu kuhusiana na hali hiyo, kisha kutoa rai kwa wakazi wa mji huu. Lakini wale wote wenye tabia ya kuzua taharuki waache mara moja kuzua taharuki. Ukiibuka ukasema nyeti zangu zimepotea, tunaruka na wewe. Tumeelewana sijui? Tunakukamata wewe. Kwa sababu watu wote ambao tumewafuatilia, kila ambaye alikuwa analalamika alizua taharuki kwamba nyeti zangu zimepotea, alipokaguliwa nyeti zake zipo. Kando na hilo, Bwana Makame anawataka wakazi wa mji wa Tunduma kuachana na imani za kishirikina, huku akihakikisha hali ya usalama. Mama zangu, ninawahakikishia waume zenu watakuwa salama, hawatarudi nyumbani nyeti zikiwa zimepotea. Lakini wanaume, ninawahakikishia mtakuwa salama. Kwa watu wote tuwe na amani. Sheria ipo inayokataza kufanya vitendo vya kishirikina. Kwa ndugu zanguni, tuache kuchukua sheria mikononi, tutaendelea kuwa wakali na bado operation inaendelea. Kuna watu wamekimbia, tusaidiane, tupeane taarifa ili Songwe yetu na Tunduma yetu iweze kuwa salama. Baadhi ya wakazi wa mji wa Tunduma wanaelezea hali ilivyo kwa siku ya leo, huku akitoa ushauri kwa serikali. Siku ya leo ya Tunduma kwa kweli imeamka vizuri na tuko salama. Naomba doria iendelee, hata na elimu waendelee kuitoa ili watu tusiwe na akili potofu. Asilimia kubwa juu ya hizi taarifa zimeonekana ni uvumi mkubwa sana. Nami niliombe jeshi la polisi kwenye mji wetu wa Tunduma na mkoa wa Songwe kuimarisha doria kwa wananchi na kuhakikisha mji wetu unakuwa na utulivu na watu waendelee kulijenga taifa lao. Kutoka hapa katika mji wa Tunduma uliopo wilayani Momba mkoani Songwe, mimi ni Diu Kimwasi Mwiko wa ITV.